Taarifa za kifo cha mwimbaji wa nyimbo za Injili Irene Robert kimegusa maelfu ya watu wengi, na wengi zaidi walitamani kusikia mawili matatu. Sasa hapa niko na rais wa chama cha muziki wa Injili Tanzania, Mheshimiwa Ado Novemba. Habari? Nzuri sana Kisabela, how are you? Mzima? Mimi mzima, niko sawa kabisa. Kwanza poreni na msiba. Tunamshukuru Mungu, ni pigo kubwa kwa kweli. Tumempoteza mwanaharakati, mpambanaji, ndio mtu ambaye alikuwa na msimamo katika mambo anayoyaamini yeye. Amina, kwa yule ambaye ndo kwa mara ya kwanza anapata taarifa sasa hivi ama amepita katika mitandao ya kijamii akaona sasa hivi, tuna kitu gani cha kumwambia? Irene Robert alikuwa anaumwa na nini na umauti labda umemkuta lini? Kwanza kwa taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba Irene alilipiwa mahali wiki chache zilizopita nchini Kenya akiwa yeye pamoja na mamake mzazi. Ndio. Na baada ya kuwa amelipiwa mahali, kwa hiyo akawa amerejea Dar es Salaam yeye pamoja na mchumba wake, ndio, wakiwa kwenye maandalizi ya mwisho ya kufunga ndoa. Ndio. Sasa kwa taarifa tulizonazo kwamba aliumwa, baada ya kuumwa akapelekwa hospitali ya Palestina. Ndio. Baada ya kupelekwa hospitali ya Palestina, baadaye akapelekwa hospitali ya Mwananyamala. Ndio. Mahali ambako mauti ulimkuta Irene Robert. Na tunatarajia kwamba kama vitu vyote vitaenda sawa, basi Irene aweze kupelekwa Sengerema huko kwao. Ndio. Ambako ndiko familia yake inapotoka. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana ihimidiwe. Sawa. Na ndoa umesema alikuwa anatarajia kufunga mwezi ngapi? Mahali imefanyika wiki chache zilizopita, kwa hiyo walikuwa kwenye maandalizi ya mwisho. Bila kujua tarehe rasmi ilikuwa ni lini. Kama unavyomjua Irene alikuwa ni mtu wa mambo yake mengi, anapiga kimya sana. Ndio. Kwa hiyo leo tu tumebahatika kuzungumza na dada yake, ndio, ambaye yuko kule Mwanza, ndio, wakiwa kwenye maandalizi ya msiba kuelekea huko Sengerema, ndio, wakiwa wanamsubiri mama yake ambaye alikuwa ameenda kwenye machimbo huko. Basi ndio akatupasha kwamba Irene alikuwa amelipiwa mahali na alikuwa amekwenda na mama yake mzazi Kenya kwa ajili ya shughuli hiyo. Ndio. Na ilienda vizuri. Ndio. Sasa bahati mbaya tena, ndio, vizuri havidumu. Ndio. Irene hatunaye. Sawa. Kwa watu hapa Dar, labda ndugu jamaa na marafiki, utaratibu uko vipi kwa wale ambao wako Dar wanatamani kushiriki? Kwanza tumeomba ruhusa kwa familia. Kama wataruhusu, basi Irene aweze kuagwa kwa heshima. Cha kwanza tumetoa nafasi kwa kanisa lake ambako alikuwa anaabudu. Na kama haitafanyika huko, basi makanisa yako mengi pale Sinza, Arena of the Holy Spirit, ndio, pako wazi kabisa, kwa sababu ni eneo ambalo linahudumiwa na kiongozi wa wanamuziki wa Injili. Ndio. Liko wazi kwa ajili ya kufanya huduma hiyo. Ndio. Lakini kama watu watakuwa ni maelfu zaidi, tunaweza kwenda hata nje, mahali ambapo watu wengi wanaweza kuja zaidi. Lakini kama kuagwa kutakuwa hakuna sehemu nyingine, nimeshauri na nimewakaribisha waje pale Sinza. Ndio. Kwa hiyo bado ndugu wanawasiliana, lakini pia bado tunasubiri kusikia kutoka kwa ndugu, kwa sababu pia nimeambiwa Irene ana ndugu zake wawili wako hapa Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo nao kama wakiwa wamefika na kila kitu, basi naamini kwa kesho mpaka saa 4 saa 5 tutakuwa tuna majibu mazuri. Lakini kuzikwa, anatarajiwa kuzikwa wiki ijayo. Ndio. Kama ni Jumamosi Jumatatu, lakini wiki ijayo anatarajiwa kuzikwa. Ndio. Ni maelezo ya awali ambayo nimeyapata kutoka kwenye familia, na yanaweza kubadilika, lakini ni kama mwanzoni tuliambiwa amefika Kenya kwa sababu alikuwa ameachwa Kenya na mama yake mzazi, akawa amerudi mwenyewe Dar. Okay. Kwa hiyo mama alikuwa na ufahamu kama binti yake bado yuko Kenya, kumbe amefia hapa Dar es Salaam. Yeah. Ni pengo la namna gani limetokea katika kiwanda kizima cha muziki wa Injili Tanzania?
kiukweli pengo ni kubwa. Mimi nitamkumbuka siku ambayo alinitafuta kuniambia mimi naitwa Irene, nataka kujiunga na chama cha muziki wa Injili, akanitumia picha zake, akanitumia kitambulisho chake, akanitumia na ada, akatuma na ada. Mara moja tukamtengenezea kitambulisho. Kwa hiyo alikuwa ni mwanachama hai halali. Lakini pia nilimuona ambavyo akipambana kwenye tuzo za Zikomo, lakini pia kwenye tuzo za kule Kenya, za Hapa Awards, ambako pia bahati nzuri mtoa tuzo yule wa kule ndio huyo ambaye alikuwa ndio mchumba sasa, ambaye alikuwa anatarajia kufanya jambo hilo. Okay. Yeah. Sawa, nashukuru sana na poleni sana. Asante sana. Labda tuombe Tanzania tuzidi kuiombea familia, lakini pia tuzidi kuwa pole katika kipindi kigumu. Sawa.